Asante sana kwa nafasi hii ambao nimepata, na kushukuru wewe ambao unatutazama ukiwa sehemu mbalimbali. Majina yangu naitwa Pastor Benjamin Mwema. Nimeokoka. Kristo ni Bwana na Mwokozi juu ya maisha yangu. Ninashiriki katika kanisa ya Christ Covenant Ministry katika maeneo ya Pipeline, mahali pale karibu na stage mpya. Ninashukuru Mungu ni kwa nafasi ya kuja kushiriki neno la Bwana pamoja nawe siku ya leo. Ninakukaribisha katika kipindi hiki na ili Bwana akaweze kutubariki pamoja. Ujumbe wa siku ya leo ambao Bwana ameuweka ndani ya moyo wangu siku ya leo ni umeupea kichwa, whose report shall we believe? Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe wa siku ya leo unasema ya kwamba ni ripoti ya nani tutakao isandiki. Biblia katika kitabu cha Isaya sura ni ya 53 mstari ni wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba ni nani aliyesandiki habari tulioileta, na mkono wa Bwana umefunuliwa na nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye ana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Kitabu cha Marko mtakatifu sura ni ya 4 mstari wa 35. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kujaa maji. Yeye mwenyewe alikuwepo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akakemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma na kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru ni kwa neno lako. Tunapoenda kulipokea Baba, wacha likatuinue, likatubadilishe, likaponya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni chombo, mfalme wa amani, ukanitumie sawasawa na mapenzi yako. Uinuliwe na utukuzwe, maana unaenda kutenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Mahali ambapo tumesoma, Biblia inaanza kwa kuuliza swali, ni nani aliyesandiki habari tulizozileta? Kuna habari mingi ambazo wanadamu wamezipokea. Cha kwanza unapaswa kuelewa habari ni kitu gani. Habari ni simulizi ya jambo fulani ama simulizi ya kitu fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoingia mahali kumaanisha kwamba you are reporting something new. Bwana Yesu apewe sifa. The Bible talks about whose report shall we believe. Under the sun there are many reports. Kuna ripoti za daktari, kuna ripoti za wazazi, kuna ripoti za walimu, na kuna ripoti toka sehemu mbalimbali. Hata wakati ambapo unapotembea unapata ripoti tofauti. Wakati ambapo unazungumuza unapokea ripoti pia tofauti. Hivi ni kumaanisha kwamba kila ripoti ina maana yake. Kila ripoti ina msisimuko wake. Kila ripoti kuna vitu ambavyo vinasababisha. Bwana Yesu apewe sifa.
ni kumaanisha kwamba if you have a report, ni kumaanisha kwamba you have something unapaswa kukifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ambapo tumesoma katika kitabu cha Marko, Biblia inazungumzia kuhusu wanafunzi wa Yesu Kristo. Baada ya kufundisha na kuhubiri neno la Bwana, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akawaamurisha wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba na tutoke mahali hapa, tuvuke tuende ng'ambo nyingine. Mahali ambapo walikuwa wamemaliza kufundisha na alikuwa amemaliza kufanya kila ambacho alitaka kufanya mahali pale. Alipomaliza ndio anawaambia wanafunzi wake ya kwamba na tuvuke tuende ng'ambo nyingine. Ng'ambo nyingine kuna vitu ambavyo walitaka kwenda kufanya. Ng'ambo nyingine ni kumaanisha ya kwamba there are levels they want to move. Ng'ambo nyingine ni kumaanisha ya kwamba kuna hatua nyingine ambao iliwapasa waweze kuchukua. Na hivyo basi akawaambia ya kwamba mahali hapa hatufai kukaa, tunapaswa kuvuka tuende ng'ambo nyingine ili tuweze kufikia kile ambacho tunapaswa kuwa tunafanya. Hivyo basi wakachukua mashua yao, wakapanda ndani, wakachukua mashua zingine maana zilikuwepo, wakapanda hata wao wakaanza kuenda. Walipokuwa wakienda, Biblia inasema ya kwamba na Yesu Kristo alikuwa ndani, akiwa katika kile chombo, amekaa ndani na ametulia akiwa amelala. Alipokuwa amelala, dhoruba ikapiga kile chombo, maji yakaanza kujaa ndani katika kile chombo, maji ikaanza kufurika katika kile chombo, maji ikaanza kuwapiga kushoto na kulia. Biblia inasema ya kwamba Petro akiwa na ufahamu ya kwamba bahari ikichafuka inaweza kusababisha maafa, akiwa na ufahamu, maana alikuwa ameelewa jinsi ya kuvua samaki, maana hakuanza kuvua samaki, alianza kuvua samaki kabla aitwe na Bwana Yesu Kristo. Hivyo basi akiwa ako katika bahari, Biblia inasema ya kwamba dhoruba ikapiga ile mashua ikawa imeanza kujaa maji. Wakati ambapo walijaribu kujinasua, wakichota maji wakiondoa katika ile mashua, wakang'ang'ana, ikawa imeshindikana. Hivyo basi wakakumbuka ya kwamba tuko na Bwana ambaye anaweza kutuokoa. Tuna Bwana ambaye anaweza kutusaidia. Tuna Bwana anaweza kutubadilishia hii hali ambao tuko ndani. Yawezekana kuwa uko mahali pale ukiwa umepigwa na dhuluba ya maisha, ukiwa umepigwa na dhuluba katika ndoa yako, ukiwa umepigwa na dhuluba katika kazi yako, unaangalia unaona ya kwamba hauna mbele wala nyuma. Nimekuja kukuletea habari njema ya kwamba kuna aliye na uwezo wa kuamulisha kila dhuluba iweze kutoka kwa maisha yako na ikaweza kutoka. Kuna uwezekano ukawa umekuwa ukihangaika kwa muda mrefu, umetafuta kazi kwa muda mrefu, ikawa kazi yako ni kutafuta kazi. Leo nimekuletea habari njema ambao ni habari ya Bwana Yesu Kristo, ambao amewaambia wanafunzi wake ya kwamba tuvuke tuende ng'ambo nyingine. Hakuwaambia tuvuke tuende tukaangamie baharini. Kuna habari ambazo umepokea. Wewe umeolewa kwa ndoa ambayo kulikuwa na mwingine. Wakati ambapo umefika pale ukaambiwa ya kwamba wewe hauwezi ukaishi hapa, maana huyu mwanaume ameoa watu wengi, huyu mwanamke ameolewa na wanaume wengi. Nimekuletea habari njema ya kwamba kuna uwezekano wana habari zao, lakini ni ripoti ya nani utakaiamini? Ni ripoti ya nani utakaiamini? Ni ripoti ya nani utakaiamini? Maana kuna ripoti mingi. Wengine wameandikiwa na daktari ya kwamba ugonjwa huu hauwezi ukapona, ya kwamba ugonjwa huu ni wa kifo, ugonjwa huu hauwezi ukasaidika. Lakini nimekuletea habari njema, hata kama walikupea ripoti, whose report shall you believe? Ni ripoti ya nani utakaiamini? Haijalishi ni wangapi walikupa ripoti. Una uwezekano wengine walisimama wakasema wacha tuone utafika wapi. Wengine walisimama wakasema wacha kaende Nairobi, sijui kama katafaulu. Wengine akasema wacha aende kazi, hata rejea mahali hapa. Lakini nimekuletea habari njema ya kwamba whose report
shall you believe. Maana kuna ripoti mingi tumesikia, kuna ripoti mingi tumeshuhudia, kuna ripoti mingi tumeziona, lakini kuna ripoti moja tu nimekuletea siku ya leo, ya kwamba ni nani aliyoisandiki habari tulioiletea. Nimekuletea habari njema ya kwamba Bwana Yesu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu ana uwezo wa kuponya maisha yako. Bwana Yesu ana uwezo wa kunguza ndoa yako. Bwana Yesu ana uwezo wa kukuponya toka kwa magonjwa. Haijalishi magonjwa na majina, lakini tulipewa jina la Bwana Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo ni jina lenye uweza. Jina la Yesu Kristo ni jina lenye mamlaka. Jina la Yesu Kristo ni jina linaweza kubadilisha. It doesn't matter what you are going through. It is not permanent. There is something permanent that I'm giving you today. Ya kwamba kuna ripoti ambao Yesu amepeana kwa maisha yako. Kuna ripoti ambao Bwana Yesu amenituma nikuletee mchana wa leo. Bwana Yesu amenituma nilete kukuletea habari njema ambao anaweza kukuponya hata kama umelazwa hospitalini. Bwana Yesu anaweza kukuponya, na siku ya leo amenituma ili niweze kutangaza uponyaji wako. Siku ya leo amenituma niweze kutangaza ukombozi wako. Siku ya leo amenituma aweze kubadilisha hali ambao unapitia. Kuna watu ambao wameanzisha biashara wakiwa wamefanya ya kwanza haikufanya kazi ikaanguka, wakachukua ya pili wakafanya, bado haikufanya ikaanguka, wakafanya hata ya tatu, hata wakati ambapo saa hizi wanataka kufanya nyingine. Wengine wanamwambia wewe, tumejua ya kwamba hauna nyota ya biashara. Nimekuja kukutangazia habari njema. Nimekuja kukutangazia habari njema. It doesn't matter mahali ambapo umefanya biashara. It doesn't matter ni biashara ya aina gani ambao unaweka. Kuna kitu jipya ambacho Bwana amesema ya kwamba ni ripoti ya nani ambao utaiamini. Ni ripoti ya nani ambao utaiamini. Ni ripoti ya nani ambao utaiamini. Hata kama bahari ilikuwa inaleta vurugu, hata kama bahari ilikuwa imechafuka, hata kama bahari ilikuwa imekataa hawa watu hawatavuka ng'ambo nyingine, kuna sauti ambayo Yesu alikuwa shazungumuza akasema ya kwamba tuvuke tuende ng'ambo nyingine. Walioamini watavuka ng'ambo nyingine, watakaoamini watapokea kila ambacho wanahitaji. Maana Yesu amenituma kwa maisha yako. Yesu amenituma kwa maisha yako. Yesu amenituma kwa maisha yako. Haijalishi ni kina ndani ambao umewaona, haijalishi ni wangapi wako upande wako, haijalishi ni wangapi ambao wanaongea. Sikia watu wa Mungu ya kwamba Joshua wakati ambapo walitumana katika nchi ya Kanaani kwenda kupeleleza, walipoenda pale wakaona majitu, walipoenda pale wakaona watu wakubwa, walipoenda pale wakaona watu ambao wana miraba, wakaona watu wakubwa kuwaliko. Wakaanza kuulizana, je, tunaweza kumiliki huu mji? Hata kama Mungu alituambia ya kwamba hii ni nchi yetu ya ahadi. Waliporejea kupeana habari, wakamwambia Musa, sikia ya kwamba tumeenda kule, tumeona shamba ni mzuri, tumeona shamba ina matunda, hata tumekuja na matunda kidogo, ishara ya kwamba ni mji mzuri. Lakini kuna kitu moja kimetushangaza, ni wale watu ambao wako pale. Wale watu wako pale ni watu wenye uweza. Wale watu wako pale ni watu wenye nguvu. Wale watu wako pale ni watu wenye mamlaka, wana uwezo wa kutupiga. Tulikuwa kama grasshopper wakati ambapo tumefika mahali pale. Watu kumi wakasema ya kwamba hatuwezi, maana kuna watu wakubwa. Wewe nimekuja kukutangazia, haijalishi ni wangapi wanakuletea ripoti, haijalishi ni wangapi wanaongea na wewe, haijalishi ni wangapi wanakataa kile kitu ambacho unafanya, haijalishi ni wangapi ambao unakubaliana na wao. Nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu anaweza kukubadilisha, ya kwamba Yesu anaweza kugeuza, ya kwamba Yesu anaweza kukubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyelala kitandani ukiwa mgonjwa, ninakutangazia kwa jina la Yesu ya kwamba hii hali
sio permanent kwa maisha yako. Ninakutangazia uponyaji sasa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ndoa yako inayumbayumba, ninakutangazia habari njema ya kwamba Yesu anaibadilisha kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Sikia watumishi wa Mungu, wakati ambapo walikuwa naongea wakimwambia ya kwamba tumeona watu wakubwa, wakiwaambia ya kwamba tumeona watu wenye misuli, akiwaambia ya kwamba tumeona watu ambao wana six pack, ya kwamba sisi hatuwezi kupokea yule mji, kukapatikana wanaume wawili wakawaambia, sikia ya kwamba mji ni mzuri, sikia mji ni unametameta, sikia ya kwamba mji una matunda, sikia ya kwamba mji ni mzuri. Lakini kwa neno ambao Bwana aliongea akasema ya kwamba tunaenda kuumiliki, wakasema ya kwamba tunaumiliki kwa jina la Yesu, tutaumiliki kwa jina la Yesu, tutaumiliki kwa jina la Yesu. Nimekuja kukutangazia, hata kama daktari aliandika akasema ya kwamba ugonjwa huu ni wa kifo, ugonjwa huu wewe henda nyumbani tu, lakini ukifika nyumbani, kama Mungu atakuwezesha kuja siku fulani, kama utapata, utakuwa hai. Sikia mtumishi wa Mungu ya kwamba Bwana amenituma kuja kukuletea habari njema. Bwana amenituma kukuletea habari ya uponyaji. Bwana amenituma kukuletea habari ya urejesho. Bwana amenituma kukuletea habari ambao Bwana ameiachilia kwa maisha yako, na ninaamini ya kwamba maisha yako hayatabaki ya kawaida. Ninaamini ya kwamba maisha yako hayatabaki ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Sikia watumishi wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba walipoambiwa vuka ng'ambo nyingine, bahari ikiwa imechafuka, bahari ikiwa imekataa, bahari ilikuwa na msukosuko, wakati ambapo merikebu inajaa maji, wakati ambapo mashua imejaa maji, wakaanza kuulizana, tutatoa msaada wapi? Tutatoa msaada wapi? Tutatoa msaada wapi? Nimekuletea habari ya Yesu Kristo. Ana uwezo wa kukubadilisha, ana uwezo wa kukuponya, ana uwezo wa kukuinua, ana uwezo wa kukupa kichwa ambacho unataka. Umetafuta mtoto kwa muda mrefu, umetafuta ndoa kwa muda mrefu, umetafuta Bwana kwa muda mrefu. Nimekuletea habari njema ya kwamba Bwana anaweza kukupa, ya kwamba Bwana anakupa siku ya leo, ya kwamba Bwana anakupa siku ya leo, ya kwamba Bwana anakupa siku ya leo. Wewe uliyetafuta ndoa, wewe uliyetafuta kazi, wewe uliyetafuta mtoto, wewe uliye na huduma ambao ilikuweko ikifanya kazi ikaanguka, nimekuletea habari njema ya kwamba Bwana ana uwezo wa kuanzisha upya. Sikia watumishi wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo walikuwa navuka ng'ambo nyingine, ndio dhuluba inaanza. Sikia watumishi wa Mungu, dhuluba haiwezi ikaanza ukiwa umekaa chini umetulia. Dhuluba haiwezi ikafanya kwa mtu ambaye ana chochote anafanya. Wakati ambapo walikuwa wametulia, hakukuwa na dhuluba, na kwa sababu wameanzisha kitu kipya, wakati ambapo wameanza kutembea, wakati ambapo wameamua kuvuka ng'ambo nyingine, ndio dhuluba inatokea. Nimekuletea habari njema, nimekuletea habari njema ya kwamba hicho ambacho unafanya kitafaulu kwa jina la Yesu. Dhuluba haitakuzuilia, dhuluba haitakuweka chini, dhuluba haitakunyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Sikia watumishi wa Mungu, mimi nimeona watu wakifanya kazi, nimeona watu wakiwa kwa huduma, nimeona watu wakiwa kwa biashara, lakini wakati ambapo wanafanya, wengine wanakuja wanasema, angalia vile ambavyo watu wengi wameweka hii biashara, hauwezi ukafanya maana competition iko juu. Nimeona wengine wakisema, saa hii hata na hii uchumi vile ambavyo ilivyo, hauwezi ukasave chochote. Nimekuja kukutangazia, haijalishi uchumi uko namna gani, wewe unaweza kufaulu. Haijalishi vile ambavyo uchumi unaongea, wewe unaweza kufanya kazi. Haijalishi vile ambavyo uchumi unavyoongea. Nimekuletea habari njema ya kwamba Bwana Yesu anaokoa, ya kwamba Bwana Yesu anabadilisha, ya kwamba Bwana Yesu ana uwezo wa kuanzisha upya katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza mtumishi wa Mungu, nilikuwa nikiongea na dada mmoja, akaniambia, mtumishi wa Mungu, kila mara ninapopata mchumba, wanga tunakaa tukichumbiana, wakati ambapo tunakaribia kuoana,
hapo ndipo tunakosana na tunawachana. Na akaniambia sio mtu wa kwanza, sio mtu wa pili, sio mtu wa tatu. Akaniambia huyu ni mtu wa tano, ya kwamba katika hawa watu watano wote nilikuwa ninakaa na wao. Hao watu watano wote tulikuwa tunapanga mipango, lakini wakati ambapo ninafikia wakati wa kuenda kufanya ndoa, hapo ndipo tunakosana na tunaachana. Akaniambia mimi sijui nifanye nini. Nikamuuliza, je, dada, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha? Akaniambia hata kama unaniambia hivi, kuna kitu ambacho hauelewi, ya kwamba unajua si wa kwanza, unajua si wa pili, unajua si wa tatu. Nikamwambia hata kama ni wa 10, kuna ripoti ambao ninaisikia ambao Bwana amenituma kwa maisha yako. Nikamwambia ya kwamba sikia, haijalishi ni wangapi wamekuja wakaenda, haijalishi ni wangapi wamekubaliana na wewe, lakini kuna ripoti ambao Bwana amepeana kwa maisha yako, ya kwamba kabla ya mwaka huu hujaisha unaenda kupata ndoa. Akaona ni kama tunacheza, akaona ni kama ninamutania. Nikamwambia sikiliza, ya kwamba kuna ripoti ambao Bwana amesema ya kwamba kilio chako kimefika mwisho, ya kwamba kuhangaika kwako kumefika mwisho, ya kwamba kufinyiliwa kwako kumefika mwisho. Sikia mtumishi wa Mungu, hiki ambacho unapitia sio kikubwa kuliko hiki ambacho unashuhudia sio kikubwa kuliko bahari kuwa imechafuka, sio kikubwa kuliko bahari ikiwa na dhoruba. Lakini nataka kukutangazia ya kwamba habari ya Bwana, kama Yesu ana uwezo wa kukemea bahari na ikanyamaza, ana uwezo wa kukemea dhoruba ikatulia, ana uwezo pia ya kukemea hali ambao uko ndani. Yawezekana kuwa umefunikwa na dhuluba ya madeni, yawezekana uongo umefunikwa na dhuluba ya laana, yawezekana kuwa umefunikwa na dhuluba ya talaka. Nimekuletea habari njema, nimekuletea habari njema ya kwamba ni nani utakaye sandiki ripoti yake, ni ripoti ya nani utakaiamini, ni ripoti ya nani utakaipokea. Ninakutangazia leo kwa jina la Yesu ya kwamba ripoti ya Bwana Yesu ukaipokee kwa jina la Yesu. Ninakuletea habari ya Bwana Yesu ya kwamba ukaipokee mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Pokea ripoti ya Bwana Yesu, pokea ripoti ya kupenya, pokea ripoti ya kufaulu, pokea ripoti ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Sikia watumishi wa Mungu, wakati ambapo merikebu imeanza kujaa maji, wakati ambapo mashua imeanza kujaa maji, walikuwa wanaume wengi ambao ni 12, wote walisaidiana kutoa maji, lakini maji iliwazidi wote, mpaka wakaona ya kwamba hii shida ambao tuko nayo kuna mmoja anaweza kuibadilisha. Nimekuletea habari njema, hii hali ambao uko ndani kuna mmoja anaweza kuibadilisha. Hii hali ambao unapitia ni mmoja anaweza kuibadilisha. Unaweza kuambia marafiki zako ukidhani marafiki watakusaidia, unaweza kuambia dada zako ukidhani watakusaidia, unaweza kuambia ndugu zako ukidhani watakusaidia, lakini ikawa ni nafasi yao ya kuanza kukusumbua, ikawa ni nafasi yao ya kuanza kukusengenya, wakisema walitoka hapa akifikiria anaenda kufaulu, alitoka hapa akifikiria sisi hatuwezi. Lakini nakutangazia leo kwa jina la Yesu ya kwamba utaweza. Ninakutangazia kwa jina la Yesu ya kwamba unaenda kufaulu. Nakutangazia kwa jina la Yesu ya kwamba hakuna chochote kitakuzuilia katika jina la Yesu Kristo. Sikia watumishi wa Mungu, wakati ambapo walikuwa navuka ng'ambo nyingine, dhuluba ilikuwepo. Wakati ambapo waliamua kuenda, dhuluba ilikuwepo. Lakini nakutangazia kwa jina la Yesu, wakati ambapo umeamua kuingia kwenye ndoa, elewa ya kwamba kuna dhuluba, lakini hata ikija ukiwa na Yesu hautatingizika. Maana Biblia inasema ya kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ya kwamba hawatatingizika hata kamwe, hawatasingizika milele na milele. Sikiliza mtumishi wa Mungu, wanaweza kuja kwa njia moja wakiwa wamekusanyika, lakini kwa njia 7 watatawanyika. Kwa nini? Kwa sababu ya ripoti ambao Bwana amepeana kwa maisha yako, ripoti ambao Bwana ametumana kwa maisha yako, ripoti ambao Bwana anaizungumza kwa maisha yako. Praise God. Sikia watumishi wa Mungu, ya kwamba it doesn't matter what you are going through. It doesn't matter
what they are talking about. It doesn't matter what is happening. There is something new that God is doing in your life. Kuna kitu kipya ambacho Bwana amenituma niweze kuachilia kwa maisha yako. Kuna kitu kipya ambao Bwana amenituma niweze kuachilia kwa ndoa yako. Kuna kitu kipya ambacho Bwana amenituma niweze kuachilia kwa maisha yako. Haijalishi walikaa wakasema nini, haijalishi walikaa wakazungumza nini. Ninakuomba mtumishi wa Mungu ya kwamba angalia hiyo namba ya simu ambao unaiona hapa chini, uweze kuandika message yako, uweze kuandika ombi lako, uweze kuishare hii ujumbe, maana kuna kitu kipya ambacho Bwana amenituma niweze kukileta kwa maisha yako. Bwana amenituma niweze kuleta kwa huduma yako. Bwana amenituma niweze kutangaza kwa biashara yako. Wewe tuma ombi lako, ninaweza kuomba na wewe. Wewe tuma ombi lako, nataka kuomba na wewe, maana Bwana amenituma. Haijalishi dhuluba ambao unapitia, haijalishi dhuluba ambao unapitia. Kuna watu wanapitia dhuluba ya kwamba kwetu hakuna mtu anaolewa. Kuna watu wanapitia dhuluba ambao ni ya ulevi. Kuna watu wanapitia dhuluba ambao hawezi kupata kazi. Chochote ambacho wanangusa kwa mikono yao kinateleza. Nimeona watu wakija wakaniambia, pastor, kila mara nikipata pesa mimi uanga sijui zinaenda wapi. Ni wakati wako, hii ni wakati wako, ni wakati wako niweze kukemea dhuluba, na hii dhuluba itaondoka kwa jina la Yesu. Bwana amenituma niweze kutangazia dhuluba ya madeni iweze kukuachilia. Bwana amenituma niweze kutangaza kwa dhuluba ya magonjwa iweze kuachilia katika jina la Yesu. Kuna watu wana dhuluba ya magonjwa, kila mara wakipata mshahara wao ndio wanapata mtu ni mgonjwa, mtoto wao ni mgonjwa, mke wake ni mgonjwa, mama yake ni mgonjwa. Mara pesa ikiisha ndio wanakuwa wazima. Nimekuletea habari njema ya kwamba hii dhuluba Bwana Yesu anaimaliza. Hii dhuluba Bwana ikaiamurisha ya kwamba inyamaze, na ikanyamaza. Ni wakati wako, ni wakati wako mtumishi wa Mungu. Nataka uweze kuamini. Inua imani yako. Wakati ambapo dhuluba ilikuwa imeinuka, wakati dhuluba ilikuwa imepiga merikebu, wakati dhuluba ilikuwa imepiga mashua, maji inaanza kuingia ndani, wanafunzi wanaenda kumwamusha Yesu, wakamuuliza Bwana Yesu, wewe hauoni ni kitu cha si kawaida? Wewe huoni ya kwamba tunaangamia hapa baharini? Nimekuletea habari njema. Yesu alipotuliza ile bahari akawaambia ya kwamba hamuwezi kuwa na imani kidogo. Nataka uinue imani yako, nataka kuinua imani yako, nataka kuinua imani yako ili ukaweze kupokea baraka zako. Nataka uinue imani yako ili ukaweze kupokea uponyaji wako. Nataka uinue imani yako ili ukaweze kupokea kila ambacho unataka. Fungua. Nataka uweze kutuma ombi lako ili tukaweze kuomba na wewe. Praise God. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter how many people are against you. It doesn't matter what they are saying. The Bible says, whose report shall you believe? Whose report shall you believe? Kuna ripoti ambao Bwana amenipa, ripoti ya urejesho, ripoti ya uponyaji, ripoti ya kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Kama uko mahali pale umelisikia neno la Bwana, unataka niweze kuomba na wewe, andika, tuma ujumbe wako, nitaweza kuomba na wewe. Tuma ujumbe wako ili nikaweze kuomba na wewe katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali pale haujaokoka, unataka kumpokea Bwana, unaweza kutuma ujumbe wako ili tukaweze kuomba na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amini nami ili nikaweze kuomba na wewe. Wewe ambaye hujaokoka, unataka kumkubali Yesu, unataka kuokoka, ninakupa nafasi ili ukaweze kumpokea Yesu Kristo na maisha yako yatabaki ya kawaida. Nataka uweze kurudia ili ombi nyuma langu na Bwana wa uzima atakubariki. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako mchana wa leo. Nisamehe dhambi na makosa nilizofanya kwa kujua na kutojua. Siku ya leo nimekubali neno lako, nimekubali kuokoka. Ninaomba ya kwamba ukaniokoe katika jina la Yesu Kristo. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, ukaliandike kwenye kitabu cha uzima.
katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo nimeokoka, kuanzia leo nimeamini ya kwamba wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye uko mgonjwa, umelazwa hospitalini, nataka uweze kunguza mahali ambapo unaumwa, mahali ambapo kuna maumivu, na Bwana wa uzima ataenda kukuponya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa mpendwa ambao ni mgonjwa. Ninakushukuru ni kwa sababu ya hii hali ambayo kwa ndani. Naomba Baba ukamponye, naomba Baba ukambandilishe katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa na maradhi iondoke kwa maisha yake, imwachilie kwa jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza urejesho, ninatangaza afya na uzima kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Karibuni sana, karibuni sana katika maeneo ya Pipeline stage mpya. Tuko mahali pale, tunaamini Bwana na anaenda kukutendea. Unaweza kutufuata katika page yetu ya Christ Covenant Ministry Pipeline Altar. Tuko katika mtandao wa Facebook, na Bwana wa uzima atakubariki. Ukitaka kujua zaidi, unaweza kuchukua hiyo namba ya simu, unaweza kunipigia na nitakupa direction ya kufika mahali pale. Mungu wa uzima awabariki na awainue. Karibuni, karibuni, karibuni sana.